ya mfumo wa iTrust. Kama ambavyo tumeona, iTrust inakuja kuboresha huduma kwa walipa kodi katika kodi za ndani. Kwa hiyo mafunzo hayo yataendelea kuwa endelevu, na kama tulivyowaambia, ofisi zetu ziko wazi. Pale ambapo utakuwa umekwama, basi usisite kutufuatilia. Tumeweka vile mafunzo haya katika njia ya masafa kwa maana ya YouTube. Kwa hiyo kwa majina naitwa Mr. Hamisi Athmani Sanze, ni afisa msimamizi wa kodi idara ya elimu na mawasiliano kwa kodi Kahama. Leo hii tulikuwa na mafunzo juu ya mfumo jumuishi wa kodi za ndani kujulikanao kwa jina la iDRAS, kwa maana ya Integrated Domestic Revenue Administration System, kwa maana ya mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani. Tumejaribu kuwapitisha walipa kodi katika baadhi ya maeneo ya msingi, ikiwemo usajili wa walipa kodi, namna gani ya kuweza kuingia katika mfumo kwa maana ya poto. Tumeweza kugusia pia namna gani mlipa kodi anaweza akaingia kwenye mfumo na kuweza kutoa risiti, kwa maana mfumo umemboreshea mlipa kodi kwa kumpunguzia gharama. Sasa hivi anaweza akaingia kwenye mfumo na kuweza kujisajili na hatimaye kuweza kutoa risiti za mauzo atakayokuwa anayafanya. Hii itamrahisishia katika gharama zile za kununua mashine, ikiwa ni gharama za awali. Lakini pia kumekuwa na risiti ambazo zimekuwa zikitolewa baada ya kutuma zile Z report ya siku baada ya mauzo, hazifiki katika seva yetu ya TRA. Lakini sasa huu mfumo tayari upo connected katika seva yetu ya TRA. Mfumo huu hautoleta changamoto hiyo ya risiti kutoonekana katika seva yetu ya TRA. Lakini pia walipa kodi wameweza kuelekezwa namna gani wanaweza kupata hati ya ulipaji wa kodi, kwa maana tax clearance. Hii itamrahisishia mlipa kodi kutokuwa na foleni, lakini pia kupunguza zile gharama za kuweza kuifuatilia tax clearance baada ya kuwa amelipia kodi yake stahiki. Lakini pia tunatarajia kuwa na session nyingine ya elimu wiki ijayo. Tutatangazia kupitia ujumbe, tutatuma bulk SMS kwa walipa kodi. Tutaweza kujifunza modules zingine za iDRAS, kwa sababu zipo modules nyingi ambazo zinamhusu mlipa kodi, ili aweze kujifunza kwa kina. Leo hii tumeweza kuwapitisha kwenye baadhi ya modules. Wiki ijayo tutaonyesha namna gani wanaweza wakajifunza katika modules mbalimbali za kuomba refund, kwa maana ya marejesho ya kodi, pingamizi za kikodi kwa maana objections and appeals. Lakini pia kuna modules zingine ambazo zinaweza zikamsaidia yeye katika ulipaji wa kodi na usimamizi wa kodi. Lakini pia itakuwa imepunguza adha au usumbufu wa kupata huduma katika mamlaka zote za TRA nchini, kwa sababu kupitia mfumo huu mlipa kodi ana uwezo wa kupata huduma yoyote akiwa sehemu yoyote, kikubwa tu awe na bando lake. Ataweza kupata huduma yoyote kwa kuingia katika taxpayer portal na kuweza kupata huduma hizo zilizoko katika mfumo jumuishi wa iDRAS. Mimi ni mfanyabiashara wa unenepishaji wa ng'ombe. Leo tumekuwepo hapa kwa ajili ya kupata semina ya namna ya kutumia iDRAS. Huu ni mfumo mpya unaoturahisishia sisi wafanyabiashara kuweza kuingia kwenye mfumo na kuangalia taarifa zetu na mwenendo mzima wa mfumo wa TRA. Kwa hiyo kwa warsha leo imetusaidia na imeturahisishia sisi kuweza kupata ufahamu juu ya namna ya kutumia mfumo mpya wa namna ya kutumia mfumo huu wa iDRAS kwa manufaa ya kuturahisishia sisi. Si lazima sana kwamba kila siku unapohitaji huduma TRA ni lazima ufike ofisini. Kwa hiyo kwenye mfumo huu umetuwezesha sisi sote wafanyabiashara kuweza kuangalia tunapoingia kwenye mfumo huu kuweza kupata hoja, madeni na mifumo mingine namna inavyokwenda. Mfumo huu kwetu sisi wafanyabiashara unatusaidia sisi, cha kwanza unatupunguzia ile adha ya kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano, mimi naishi halmashauri ya wilaya ya Ushetu, kituo changu ni Nyamirangano. Nilikuwa nalazimika kabla ya mfumo huu nilikuwa nalazimika kusafiri kutoka Nyamirangano kuja ofisi ya TRA Kahama. Kwa hiyo kwenye mfumo huu mimi kwangu umenirahisishia kuweza kupunguza ile gharama ya nauli kutoka hapo. Kwa majina anaitwa Nasoro Masanja Maige, ni mfanyabiashara kutoka halmashauri ya Ushetu.
Kiukweli mimi nimefurahishwa na semina hii ya ADRAS, lakini na mafupi tu ya kuongea ni kwamba katika semina hii wangejitahidi TRA wakatusambazia na wakatuletea mpaka kule na halmashauri zetu kule, ina maana iweze kutupata kwa wengi zaidi, tofauti na kuitwa kwa sababu unakuta mwingine ana dharura ikiwa karibu hii semina, kwa hiyo ataipata kwa ufasaha zaidi.